Dr. Samia oye! Kazi na utu! Kazi na utu! Ndugu mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, karibu sana Ilala. Watu wa Ukonga wako hapa kukaribisha, karibu sana. Mimi naitwa Jerry Silaa, mgombea ubunge kwa tiketi ya CCM kwenye jimbo la Ukonga. Ndugu mgombea, naomba nichukue fursa hii kukushukuru kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Ukonga kwa imani yako kwangu, ambayo watu wa Ukonga wameitafsiri kama imani kwa watu wa Ukonga, kwa kuniteua kufanya kazi ya kukusaidia kwenye wizara 3 kwenye serikali yako. Ndugu mgombea, wazazi wangu marehemu walinifundisha kuheshimu kazi. Wakati wote nimefanya kazi kwa uadilifu mkubwa, nimefanya kazi kwa moyo na nguvu, na kushukuru sana, asante sana. Ndugu mgombea urais, toka uzindue kampeni tarehe 28 ya mwezi wa 8 pale Kawe, sisi jimbo la Ukonga tumefanya mikutano zaidi ya 97. Tumekutana na makundi mbalimbali, maafisa wa usafirishaji, vijana wetu wa bodaboda, mama lishe, kina mama wa vikoba, viongozi wa dini na wananchi. Naomba nikuthibitishie, wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura jimbo la Ukonga 322,640 wametuahidi tarehe 29 mwezi wa 10 kura zote za jimbo la Ukonga watakupigia kukupa mitano tena kuongoza taifa letu. Ndugu mgombea, yuko shekhe mmoja kule kata Azingiziwa anaitwa Selemani Guluguja. Amesema kampeni za mwaka huu tofauti na miaka mingine, badala ya kwenda kuahidi, tumekwenda kusema yale mema ambayo umewafanyia watu wa Ukonga katika kipindi cha uongozi wako. Ndugu mgombea, kauli mbiu ya uchaguzi wa mwaka huu ni kazi na utu, tunasonga mbele. Watu wa Ukonga wamenituma, wanasema wameona utu wako kwenye mambo mengi. Sababu ya muda, naomba uniruhusu niseme machache. Wameona utu wako kwenye mradi wa BRT ya awamu ya 3, kilomita 23.3, umeleta bilioni 231, zimejengwa barabara njia 6 kuanzia Gongo la Mboto mpaka Kariakoo. Jana wamekusikia pale leaders, wameona wenzetu mabasi yamekuja Mbagala, wanataka kujua na wenyewe lini kero ya kwenda Kariakoo kwa masaa 3 itafika mwisho na wenyewe waanze kwenda kwa muda mfupi. Ndugu mgombea, jimbo la Ukonga, sisi toka udogo wetu tulishasahau maji ya DAWASA. Watu wa Ukonga wamenituma, wameona utu wako kwa kuleta miradi mikubwa ya maji. We mwenyewe ulikuja Februari 21 pale Pugu ukazindua tenki la lita milioni 2. Ukaenda Pugu sekondari, shule alosoma kina Jumaa Weso ambayo ilikuwa haina maji kabisa, ukazindua maji kwa watoto wale. Tukakuambia maji ya mama hayatoshi, kwa utu wako ukaleta shilingi bilioni 36.4. Limejengwa tenki kubwa la maji pale juu Bangulo Kilimani. Jana Aweso alisema leaders, mama Aweso anafanya kazi. Amekuja Bangulo mara 2, tunamuona anavyopambana. Leo maji kwenye jimbo la Ukonga yametoka upatikanaji wa 45%, tuko 81%, tunakushukuru sana. Kule Zingiziwa tenki la lita milioni 2 limejengwa. Kisima kimechimbwa pale Ngobedi, wanafanya hatua za mwisho za kusafirisha maji. Mungu akubariki sana Dr. Samia. Watu wa Ukonga wanakupenda sana. Lakini mimi nimewahi kuwa waziri wa ardhi. Jimbo la Ukonga asilimia kubwa halijapimwa. Kulikuwa na mradi wa urasimishaji ambao ilikuwa ni mikataba binafsi ya wananchi na makampuni. Tukakujia, tukakuambia mradi umekwama. Ukatoa fedha, mradi ule umekwamuliwa. Leo wananchi wa Ukonga wako waliopata hati, wako waliopandiwa mawe, wako michoro imeidhinishwa, na ukienda kila ofisi ya serikali za mitaa utakuta mawe yapo na wananchi wanakushukuru kwa jinsi ulivyowaletea ukwamuaji wa mradi huu wa urasimishaji. Ndugu mgombea,
Hayo ni machache. Mimi umenipa dhamana ya kusimamia mawasiliano. Umetoa fedha bilioni 126, mradi wa minara 758. Hakuna eneo nchi hii ambapo miradi hii haijafika. Nilienda kule Idete, wako wananchi kwenye jimbo la Kilosa walikuwa wanapanda juu ya miti. Ukanituma nikakimbia nikaenda. Tumepeleka mnara. Wale wananchi, ndugu mgombea, ungeona sura zao za furaha na bashasha siku wanawashiwa mawasiliano, ungeona utu wako ndani ya macho yao. Walitupokea. Mimi waziri wako nikapewa zawadi wa mbuzi wawili. Mmoja wakanipa wa kwangu, mmoja wakasema nikuletee. Na kuomba radhi, wote wawili nilimchinjia mama wawili, alikuwa ametoka kujifungua. Lakini ni utu wako umenipa mimi mbuzi wa kumlisha mzazi. Lakini hapa Ukonga, hapa Ilala, Dr. Samia, kero kubwa ni barabara za ndani. Umesaini mradi wa DMDP awamu ya pili, kilomita 77. Jimbo la Ukonga lile la awali, nimebaki na kilomita 32. Kilomita 35 zimeenda kwa Masaburi na tayari mkandarasi yuko site. Ile barabara tulokuwa tunatukanwa nayo mtandaoni, kuanzia Banana, Kitunda, Kivule, Msongola, kuanzia njia panda ya Kivule mpaka njia 4, kilomita 16.5, zaidi ya shilingi bilioni 32 mama umeleta. Barabara inajengwa. Leo Kivule mambo shwari. Ndugu mgombea, umefanya mengi. Ulinipa kazi ya kuhakikisha mifumo inasomana. Umewekeza zaidi ya kilomita 14,362 za mkongo wa taifa. Leo mifumo zaidi ya 898 inasomana, ya serikali, ya sekta binafsi. Mawasiliano yameimarika, mtandao wa 4G, wa 5G. Hata hawa mama wanaotukana mitandaoni, naomba kuwaambia hapa mbele yako, tunawasoma vizuri sana. Lakini watu wa Ukonga wamejipanga tarehe 29, kazi yao ni moja tu, kwenda kukupigia kura, kwenda kukupa mitano tena, kwenda kuchagua mbunge wa CCM, kwenda kuchagua madiwani wa CCM. Ndugu mgombea, muda sio rafiki, lakini tumefurahi sana kukupokea. Tungalikuwa na muda tulikuimbia hata wimbo, lakini ujue tunakupenda sana. Naomba kuchukua fursa hii kukuombea kura. Naomba kuona kura za Dr. Samia tarehe 29 Oktoba. Dr. Samia oye! Naomba kuomba kura zangu kwa jimbo la Ukonga. Jerry Silaa oye! Naomba kuona kura za madiwani wote wa kata 7 za jimbo la Ukonga na kata zote 36 za wilaya Ilala. Madiwani oye! Ndugu mgombea, nakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mgombea wetu kupitia Chama cha Mapinduzi, karibu katika wilaya hii ya Ilala kwenye majimbo 8 ambayo leo unakuja kwenye kampeni yako ya kuhitimisha mkoa huu wa Dar es Salaam. Karibu sana Mheshimiwa mgombea wetu. Kwanza nikushukuru sana Mheshimiwa mgombea. Wewe na hayati Magufuli mlipendekeza na mkaniteua niwe waziri katika Wizara ya Muungano na Mazingira, ukiwa wewe ndio kiongozi mkuu kwenye wizara ile. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgombea. Mheshimiwa mgombea, hatimaye ukaja ukapendekeza wewe na kamati kuu unichague kuwa naibu spika la Bunge la Muungano wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa mgombea. Katika kipindi chako cha miaka 4 ulitufundisha tulipokuwa wizarani, na ukasema, na waambia, challenges create growth. Pale kwenye changamoto ndio kuna ukuaji wa taifa letu, na hayo ndio unayafanya, na haya ndio Mungu amekujalia kuyafanya. Nilikuwa nizungumzie bandari, lakini namuona Mheshimiwa Makonda amezungumza baadhi ya takwimu. Asante sana Mheshimiwa Makonda kwa kufuatilia hili jambo. Mheshimiwa mgombea, maamuzi yako ya kuboresha na kuleta wawekezaji kwenye bandari ya Dar es Salaam yalipigwa vita sana na Watanzania. Sio wote, wale ambao hawakutaka kuelewa.
Lakini Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa juhudi, umahiri, uhodari na ushupavu wako kusimamia jambo ambalo lilijua litaleta mafanikio kwenye taifa hili. Makonda amezungumzia trilioni 2 za bandari. Trilioni 2 hizi ni wafeji. Kutoka bilioni 800 ni trilioni 2. Hajazungumzia mapato ya ushuru wa forodha unekusanywa na Yusuf Mwenda na TRA yake ya trilioni 12 kwa mwaka. Kabla uwekezaji huu, mamlaka ya mapato ilikuwa nakusanya trilioni 10. Mpaka 2022-2023 mapato ya forodha ya serikali ambayo watu wamesema yanaondolewa nje yanakusanywa na TRA sasa 2024-2025 trilioni 12. Dogo hilo. Ndugu zangu, taifa letu lina wakazi milioni 61, wananchi wetu, pamoja na mimi na wewe. Ili serikali iweze kutoa huduma za jamii na kuwafikia wananchi, uchumi wetu usiwe chini ya 8%. Tulipoingia kwenye COVID, uchumi ulianguka mpaka 3%. Nchi nyingi ziliathirika, lakini tulikuwa na kiongozi aliwekwa na Mungu, Jemadari Samia Suluhu Hassan. Tukavuka salamu usalimini na uchumi wetu ukaanza kupanda. Kupanda kwa huu uchumi lazima tushirikiane na wawekezaji. Watanzania tuwe na elimu ya wawekezaji. Tusiwaogope wawekezaji. Mwekezaji akija, kikubwa afate sheria za nchi na maslahi ya Watanzania ambayo Mama Samia anasimamia na ameapa kuyasimamia kwenye kiapo chake cha katiba. Jambo jema, ripoti ya IMF iliyotoka juzi imeproject Tanzania kukua kwa mwaka huu unakuja kati ya 6% na 6.1. Huyo ndio Daktari Samia. Na nchi haipimwi kama thermomita ya joto ya mwili. Nchi inapimwa tulipotoka, tulipo na tunakokwenda. Huyo ndio Samia, Daktari Samia. Niombe ndugu zangu, takwimu za uwekezaji kwenye bandari ziko nyingi. Makonda akazungumzia kwa ufupi, na mimi nimesema kwa ufupi, lakini mambo yanazidi kupamba moto. Makontena yaliyoingia bandarini 2021 yalikuwa 700,000, 200,000, 728,000. Leo chini ya Daktari Samia na uwekezaji uliosimamiwa kwa maslahi ya Watanzania, tunaingiza makontena 1,80,172. Tunamwachaje Daktari Samia kwa mafanikio haya? Na uwekezaji huu umebarikiwa na mataifa kutokana na usimamizi wa amani, demokrasia kwenye taifa letu
chini ya Daktari Samia. Shehena magari 2021 yaliingia magari 12, yaliingia magari 5,579,000. 24, 25 magari 1,012,000. Magari haya yanahitaji mafuta, wakitumia mafuta wanalipa kodi. Huyo ndio Daktari Samia. Na sera yetu ya serikali na ilani ya uchaguzi na dira 2025-2050, nguvu inakwenda sekta binafsi. Tusiwaogope. Hayati Magufuli, mkikumbuka, alisema anataka kuzalisha mabilionea 100 kwenye kipindi chake. Sasa Mama Samia akifata nyayo za hayati Magufuli na mabilionea hao 100 wakazaliwa Tanzania, shida iko wapi? Tusichukie watu wanapata kipato halali kwa kulipa kodi, kwa kufuata taratibu za nchi, sababu wewe tu hutaki kujitoa, hutaki kujituma. Niombe sana. Tani za mizigo ameshazungumza Makonda. Manufaa ya mradi huu, watu kupata mizigo kwa mapema, ajira kwa madereva usafishaji zimeongezeka, mahitaji ya mahoteli yameongezeka, mama lishe wanapata chao, boda wanapata chao, bajaji wanapata chao. Uchumi unakwenda juu chini ya Mama Samia. Vitambulisho 16,000 vya mawakala wa forodha vimetolewa na TRA. Hiyo ni kutokana na idadi za meli. Rais wetu yuko makini anapoingia mikataba mikubwa, anapoleta wawekezaji wakubwa, yako majadiliano muhimu yafanywe. La kwanza, nia yake ni kiapo chake kwa taifa lake. Serikali yake na wananchi wapate za kutosha, na mwekezaji alipie gharama zake ende nazo kwao. Huyo ndio Samia. Mheshimiwa mgombea wetu, baada ya maneno hayo niingie kwenye mambo ya maji kwenye jimbo langu la Ilala. Kero ya maji taka kaizungumzia Mheshimiwa Aweso. Mheshimiwa mgombea, Mheshimiwa Aweso ni mtu mkarimu sana. Kaja hapa Segerea, kenda Kivule, kule Ilala sisi tunampigia simu anatoa maelekezo. Maji taka ambayo Mheshimiwa Rais umetoa bilioni 200, Aweso akusema mkandarasi yuko site, anaanza jimkana sababu maji taka yanaishia baharini. Rais umetoa maelekezo, hutaki maji taka yende baharini. Maji taka haya yanaharibu samaki na viumbe hai ndani ya bahari yetu. Mama Samia oye! Mkandarasi, Mheshimiwa mgombea wetu, anaweka miundombinu mipya ya maji taka. Kutoka Jimkana atakamata Malik Road, akitoka Malik Road
anakamata upanga United Nations. Akitoka hapo Jangwani Sekondari anashuka Mchikichini, hatimaye mpaka Buguruni kuyarudisha maji taka ili yakasafishwe, yatoke maji safi salama, yatakayoweza kutumika kwenye mashamba yetu. Huyo ndio Daktari Samia. Mheshimiwa mgombea wetu, barabara hizi zilizojengwa sasa hivi katika jimbo la Ilala zimeharibu miundombinu ya baadhi ya maji taka. Kuna kero kubwa sana Ilala na maeneo mengine. Shida iliyotokea, na mimi mfuatiliaji mzuri sana, ulinifundisha nilipokuwa chini yako kwenye wizara yako. Watendaji wetu, badilikeni, mkiandikiana barua mfuatilie. Tumekuja kugundua barua ya kuomba kibali kuikata barabara mwendo kasi ya Kawawa na Lindi ilikuwa bado inazunguka haifanyiwi kazi. Nikenda mimi DC, mkurugenzi, diwani Kimji na mwenyekiti wa chama kata Ilala Habib Nasa, 7 za usiku tukamgongea na kumpigia simu msimamizi mkuu wa TANROADS, akisema barua ipo, tunaifanyia kazi. Mheshimiwa mgombea, huwezi kuamini, kibali cha kukata barabara, na hii barabara haikatwi. Wewe Mheshimiwa Rais umeagiza mradi huu wachimbe chini kwa chini. Wametumia teknolojia mpya chini ya maelekezo yako, inaitwa HDD, horizontal drilling. Wanachimba chini mita 3, inapita chini ya barabara, inaibuka juu. CCM oye! Mheshimiwa mgombea, mkandarasi yuko site. Shida yake ilikuwa wapi aweke mabomba, na mabomba haya mnajua yakikaa usiku bila kulindwa, kila mtu anachukua chake mapema. Mkandarasi na kuelekeza diwani wa Ilala na mwenyekiti wa mtaa Bechina Legwe, mtafutieni mkandarasi site ya kuweka vifaa vyake. Mradi huu peke yake wa mtaa Lindi ni kilomita 2.4. Huyo ndio Daktari Samia. Tunamwacha zindua kampeni jimbo la Kivule, naye mgeni rasmi alikuwa mwenyekiti wa chama mstaafu. Kati ya mambo aliyotuambia watu wa Kivule ya kwamba Samia amefanya kazi kubwa kuliko watangulizi wake, nami niko hapa kuthibitisha hilo. Kazi ambazo umezifanya katika kipindi cha miaka mita ya joto ya mwili, nchi inapimwa tulipotoka, tulipo na tunakokwenda. Huyo ndio Samia, Daktari Samia. Niombe ndugu zangu, takwimu za uwekezaji kwenye bandari ziko nyingi. Makonda kazungumzia kwa ufupi, na mimi nimesema kwa ufupi, lakini mambo yanazidi kupamba moto. Makontena yaliyoingia bandarini 2021 yalikuwa 700,000, 200,000
728,000. Leo chini ya Daktari Samia na uwekezaji uliosimamiwa kwa maslahi ya Watanzania, tunaingiza makontena 1,80,172. Tunamwachaje Daktari Samia kwa mafanikio haya? Na uwekezaji huu umebarikiwa na mataifa kutokana na usimamizi wa amani, demokrasia kwenye taifa letu chini ya Daktari Samia. Shehena magari 2021 yaliingia magari 12, yaliingia magari 5,579,000. 24, 25 magari 1,012,000. Magari haya yanahitaji mafuta, wakitumia mafuta wanalipa kodi. Huyo ndio Daktari Samia. Na sera yetu ya serikali na ilani ya uchaguzi na dira 2025-2050, nguvu inakwenda sekta binafsi. Tusiwaogope. Hayati Magufuli, mkikumbuka, alisema anataka kuzalisha mabilionea 100 kwenye kipindi chake. Sasa Mama Samia akifata nyayo za hayati Magufuli na mabilionea hao 100 wakazaliwa Tanzania, shida iko wapi? Tusichukie watu wanapata kipato halali kwa kulipa kodi, kwa kufuata taratibu za nchi, sababu wewe tu hutaki kujitoa, hutaki kujituma. Niombe sana. Tani za mizigo ameshazungumza Makonda. Manufaa ya mradi huu, watu kupata mizigo kwa mapema, ajira kwa madereva usafirishaji zimeongezeka, mahitaji ya mahoteli yameongezeka, mama lishe wanapata chao, boda wanapata chao, bajaji wanapata chao. Uchumi unakwenda juu chini ya Mama Samia. Vitambulisho 16,000 vya mawakala wa forodha vimetolewa na TRA. Hiyo ni kutokana na idadi za meli. Rais wetu yuko makini anapoingia mikataba mikubwa, anapoleta wawekezaji wakubwa, yako majadiliano muhimu yafanywe. La kwanza, nia yake ni kiapo chake kwa taifa lake, serikali yake na wananchi wapate za kutosha, na mwekezaji alipie gharama zake ende nazo kwao. Huyo ndio Samia. Mheshimiwa mgombea wetu, baada ya maneno hayo niingie kwenye mambo ya maji kwenye jimbo langu la Ilala. Kero ya maji taka kaizungumzia Mheshimiwa Wesu. Mheshimiwa mgombea, Mheshimiwa Wesu ni mtu mkarimu sana. Kaja hapa Segerea, kaenda Kivule, kule Ilala sisi tunampigia simu anatoa maelekezo. Maji taka ambayo Mheshimiwa Rais umetoa bilioni 200, Awesu akusema mkandarasi yuko site, anaanza jimkana,
anaanza Gymkhana sababu maji taka yanaishia baharini. Rais umetoa maelekezo, hutaki maji taka yende baharini. Maji taka haya yanaharibu samaki na viumbe hai ndani ya barabara, ndani ya bahari yetu. Mama Samia oye! Mkandarasi, Mheshimiwa mgombea wetu, anaweka miundombinu mipya ya maji taka. Kutoka Gymkhana atakamata Malik Road, akitoka Malik Road anakamata Upanga United Nations, akitoka hapo Jangwani Sekondari anashuka Mchikichini, hatimaye mpaka Buguruni, kuyarudisha maji taka ili yakasafishwe, yatoke maji safi salama, yatakaweza kutumika kwenye mashamba yetu. Huyo ndio Daktari Samia. Mheshimiwa mgombea wetu, barabara hizi zilizojengwa sasa hivi katika jimbo la Ilala zimeharibu miundombinu ya baadhi ya maji taka. Kuna kero kubwa sana Ilala na maeneo mengine. Shida iliyotokea, na mimi mfuatiliaji mzuri sana, ulinifundisha nilipokuwa chini yako kwenye wizara yako. Watendaji wetu, badilikeni, mkiandikiana barua mfuatilie. Tumekuja kugundua barua ya kuomba kibali kuikata barabara mwendo kasi ya Kawawa na Lindi ilikuwa bado inazunguka, haifanyiwi kazi. Nikenda mimi DC, mkurugenzi, diwani Kimji na mwenyekiti wa chama kata Ilala Habib Nasa, 7 za usiku tukamgongea na kumpigia simu msimamizi mkuu wa TANROADS, akisema barua ipo, tunaifanyia kazi. Mheshimiwa mgombea, huwezi kuamini, kibali cha kukata barabara, na hii barabara haikatwi. Wewe Mheshimiwa Rais umeagiza mradi huu wachimbe chini kwa chini. Wametumia teknolojia mpya chini ya maelekezo yako, inaitwa HDD, horizontal drilling. Wanachimba chini mita 3, inapita chini ya barabara, inaibuka juu. CCM oye! Mheshimiwa mgombea, mkandarasi yuko site. Shida yake ilikuwa wapi aweke mabomba, na mabomba haya mnajua yakikaa usiku bila kulindwa, kila mtu anachukua chake mapema. Mkandarasi na kuelekeza diwani wa Ilala na mwenyekiti wa mtaa Bechina Lengwe, mtafutieni mkandarasi site ya kuweka vifaa vyake. Mradi huu peke yake wa mtaa Lindi ni kilomita 2.4. Huyo ndio Daktari Samia. Tunamwachaje? Hatukuachi mama. Mheshimiwa mgombea, tulipata changamoto ya maji safi katika jimbo la Ilala, na hii nayo imetokana na maboresho na ujenzi wa barabara za mwendo kasi. Na waomba kwa unyenyekevu wananchi wetu wa maeneo yetu, maeneo yote, Kivule, Ukonga, Segerea, Ilala, maeneo ya Kinondoni, tuwe na subira. Ukitaka kuona malaika lazima ufe kwanza.
tukubali kero hii, lakini nawahakikishia na habari njema, Mheshimiwa mgombea, DAWASA chini ya Aweso na Injinia Mkama usiku na mchana wamehangaika kuhakikisha maji yanarudi. Nampongeza Injinia Mkama na Lydia kwa maji taka kwa namna wanavyojitoa kuhakikisha kero hizi zinakwisha. Na waomba watu wa Kariakoo, Upanga, Kisutu, Kivukoni, Upanga Mashariki na Magharibi, Ilala, Kariakoo, Jangwani, Mchikichini, maji yameanza kutoka. Huyo ndio Daktari Samia. Tunamwachaje? Mheshimiwa mgombea, kwenye barabara usiseme. Huu mradi wa DMDP tulianza wabunge. Kipindi kile Mtemvu alikuwa bungeni, Idi Azani bungeni. Mradi huu 2013 ulikuja, lakini haukutekelezeka vizuri. Tukaambiwa umekufa. Tukakuangukia mama yetu, umeurudisha na wakandarasi wako site. Mheshimiwa Rais, wakandarasi ukija leo Ilala, tutaka tumwalike Dr. Shein, Rais mstaafu wa Zanzibar. Yeye alikuwa mkazi Ilala, aje atizame barabara za Ilala ambazo wewe umeidhinisha zijengwe kwa kiwango cha lami. Umetutoa from sand to tarmac. Asante sana mgombea wetu. Barabara za mwendo kasi, wanawaambia wananchi mnayekwenda mahakamani Kisutu, basi mkirudi nyumbani sifieni barabara za mwendo kasi ambayo mnaiona karibu na mahakama. Katika dunia ni nchi mbili tu zina miundombinu ya mwendo kasi kama Tanzania. Tanzania na Brazil. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyezi nisamehe kidogo na kuelewa, na naomba radhi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, umetujengea hospitali ya Mchikichini, sasa iko 75%, ghorofa 5, vitanda kibao. Disemba tutakuomba uje uifungue. Huyo ndio Daktari Samia. Mkurugenzi na madiwani walopita na hawa wapya, tutajenga hospitali kwa maelekezo yako, medical tourism katika jimbo la Ilala, lakini mali ya wilaya ya Ilala kwa gharama bilioni 10. Pesa zetu za ndani ambao umetuagiza tuhakikishe tujenge kwa hela za ndani. Ulitoa maelekezo ya kujenga uwanja mpira Benjamin Mkapa. Uwanja uko 50%, tunajenga kwa 1.8 bilioni, hela zetu za ndani zinachangiwa na wananchi wetu. Na kupongeza kwa goli la mama. Goli la mama limeleta hamasa michezo Tanzania kwa vilabu vyetu vyote. Sasa Mheshimiwa Rais, napenda kutanguliza shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa chama changu wilaya na mkoani, kwa DC, kwa mkurugenzi wa jiji ndugu Eluruma, pamoja na watumishi walioshirikiana nao kufanya kazi na sisi. Mheshimiwa mgombea wa rais, napenda kuwapongeza wahudumu wote wa hospitali, madaktari, watu wa huduma hospitali zote. Mheshimiwa Rais, kuna watu hapa hawajui, umeleta mtambo wa PET. Mradi huu wa PET umefungwa Ocean Road. Kwenye ukanda huu ni Tanzania na Afrika Kusini. Hongera sana Mheshimiwa mgombea.
Mtambo huu unagundua na mapema utaathirika vipi na magonjwa ya moyo, kensa, ubongo na maradhi mengine. Huyo ndio Daktari Samia. Niziombe taasisi za dini, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu. Sisi tunawapenda, tunawanyenyekea, tunawaheshimu, tunawaogopa, sababu nyinyi mnamwakilisha Mwenyezi Mungu kwenye taifa letu. Tuendelee kumwombea rais wetu Mama Samia, uzima, afya na nguvu na bidii zaidi hapa alipotufikisha mpaka 20 mpaka 30, basi tuone zile 8% tunazipata kwenye uwekezaji ambao utalinda maslahi ya nchi. Sasa tulikuwa na Simba Day, imepita Simba Day. Tulikuwa na Yanga Day, imepita Yanga Day. Tarehe 29 Samia Day. Wangapi tutampa kura Daktari Samia? Mikono juu. Wangapi tutampa kura Daktari Samia? Wangapi tutampa kura Daktari Samia? Hongereni sana, hongereni sana wabunge wa majimbo yetu, madiwani ambao mko hapa. Wangapi mtapa kura madiwani wa wilaya yetu? Na wangapi mtapa kura wabunge wa majimbo yetu? Asanteni sana kwa kusikiliza. Mheshimiwa Rais, karibu Ilala na nakutakia ziara njema. Segerea safi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, niliyesimama hapa naitwa Bona Ladislaus Kamoli, mgombea ubunge wa jimbo la Segerea. Mheshimiwa mgombea, nachukua nafasi hii kukushukuru kwa kuweza kuniteua na kuona ninaweza kuja kupeperusha bendera katika jimbo letu la Segerea. Mheshimiwa mgombea, katika jimbo letu la Segerea mwaka 2021 mwaka 2025 tumefanikiwa katika sekta ya elimu. Tumejenga shule za msingi 3, lakini pia tumejenga shule za sekondari 8 ambazo 5 ni mtindo wa magorofa, lakini pia tumeongeza madarasa 100 ambayo yenye thamani kwenye sekta ya elimu tumetumia bilioni 12. Pamoja na hayo, Mheshimiwa mgombea, tumeweza kuboresha kwenye sekta ya afya. Tumejenga vituo vya afya 3, Segerea, Kinyerezi pamoja na Kiwalani, lakini tumekarabati vituo 2 vya afya, Kipawa pamoja na Tabata, na zimetumika bilioni 2,152. Mheshimiwa mgombea, pamoja na hayo, katika miundombinu ya barabara tumejenga kilomita 8 zikiwa pamoja ni zege pamoja na lami, lakini pia tumejenga madaraja 5, tumejenga mifereji ambayo yenye thamani ya bilioni 52. Mheshimiwa mgombea, katika jimbo letu la Segerea 10% tumeweza kutoa kwa kina mama, vijana pamoja na walemavu, jumla ya bilioni 7,650,000. Mheshimiwa mgombea, katika jimbo langu la Segerea tumefanya kampeni na tumewaeleza wananchi vitu gani ambavyo vimefanyika katika jimbo letu la Segerea. Kwa muktadha huo, Mheshimiwa mgombea, wananchi wa jimbo la Segerea wapenda maendeleo wamesema tarehe 29 sio watatiki tu, wataamka asubuhi kufika saa 4 watakuwa wameshapiga kura. Lakini pia Mheshimiwa mgombea, kwenye sekta ya maji, jimbo letu la Segerea tulikuwa tuna uhaba mkubwa wa maji pamoja na changamoto zote ambazo zinaendelea, lakini maji yanapatikana. Tunakushukuru sana kwa ujenzi wa tenki la Bangulo. Kwa hiyo tunasema asante sana. Lakini pia tunaomba Mheshimiwa mgombea, maombi mawili ambayo wananchi wamenituma. Barabara zetu hizi ambazo zinapita katika jimbo letu la Segerea
tunaomba barabara moja tuweze kupata mabasi ya mwendo kasi. CCM oye! Segerea safi! Naomba nichukue nafasi hii kumwombea kura mheshimiwa mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan apate kura za kishindo. CCM oye! Lakini naombea kura madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, jimbo la Segerea, wilaya ya Ilala. CCM oye! Lakini najiombea kura mimi mwenyewe Bona Ladislaus Kamoli. CCM oye! Mama Samia oye! Ilala oye! Ndugu mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa majina naitwa Douglas Didas Masaburi, mgombea ubunge wa jimbo jipya la Kivule. Ndugu mgombea wa urais, tarehe 28 mwezi wa 8 ulizindua kampeni kitaifa pale Kawe. Nasi kwenye majimbo yetu tulikwenda kuzindua kampeni. Tarehe 9 mwezi wa 9 tulizindua kampeni jimbo la Kivule. Naye mgeni rasmi alikuwa mwenyekiti wa chama mstaafu. Kati ya mambo aliyotuambia watu wa Kivule ya kwamba Samia amefanya kazi kubwa kuliko watangulizi wake. Nami niko hapa kuthibitisha hilo. Kazi ambazo umezifanya katika kipindi cha miaka yako minne. Kazi kubwa ya kwanza uliyofanya ndani ya jimbo la Kivule, katika watangulizi wako tumekuwa tukilia muda mrefu kuhitaji uwakilishi wetu ndani ya bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imekupendeza wewe ndani ya miaka minne peke yake ukaridhia na kutupa watu wa jimbo la Kivule, jimbo letu jipya la Kivule. Piga makofi mengi kwa Mama Samia. Lakini si tu jimbo jipya la Kivule, Daktari Samia Suluhu Hassan, tumekubaliana kila kwenye haki kuna wajibu, na Mungu aliweka mamlaka za kidunia ili haki yake itendeke. Kwa hakika umetenda haki kwa wananchi wa jimbo la Kivule, na kila kwenye haki kuna wajibu. Sisi tumekubaliana wajibu wetu tarehe 29 mwezi wa 10 kwenda kukulipa kwa kura nyingi za kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ukuishia tu kutupatia jimbo letu jipya la Kivule, ulitengeneza mazingira ndani ya jimbo hilo jipya la Kivule. Hapa nimesimama mbele ya wananchi hawa. Jimbo hili wakati unaingia madarakani katika afya, wewe umekuwa championi ya kupunguza vifo vya mama na mtoto, lakini umefanya ndani ya jimbo la Kivule. Hatukuwa na zahanati wala kituo cha afya ndani ya jimbo la Kivule. Leo nimesimama kwa ujasiri mkubwa katika kata Msongola. Pale Msongola umetujengea kituo cha afya kikubwa chenye thamani ya milioni 500. Lakini kata ya Kipunguni umejenga kituo cha afya kikubwa chenye thamani ya milioni 500. Lakini kata ya Mzinga umefanya kubwa kuliko. Umejenga kituo cha afya cha gorofa na ndani yake kuna lifti chenye thamani ya bilioni 4.9. Nani kama Samia? Yaani tungejenga milioni 500, maana yake Mzinga tumepata si chini ya vituo 7. Lakini kata ya Kipunguni umejenga kituo cha afya. Tumewaahidi ndugu zetu wa pale Kitunda na wao wasubiri. Daktari Samia Suluhu Hassan yupo kazini, anakwenda kujenga kituo cha afya cha Kitunda. Lakini si tu afya peke yake daktari. Hapa nimesimama kwa ujasiri mkubwa katika swala la elimu. Elimu umefanya vizuri. Pochi la mama, lakini uviko 19 na madarasa ya SEQUIP. Hapa nimesimama daktari. Pale Kitunda Lelini, zamani ilikuwa ni ndoto tukisafiri umbali mrefu kwenda mpaka kule mjini kutafuta shule za sekondari. Leo umejenga shule ya sekondari ya gorofa ya Kitunda Lelini yenye thamani ya bilioni 4.6. Lakini tu sekondari peke yake, hata Kipunguni umejenga shule ya sekondari ya gorofa. Lakini kwenye maeneo ya Kelezange na misitu umejenga mpaka kidato cha 5 na cha 6. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye maeneo ya elimu. Lakini shule ya sekondari Magole na shule za msingi na madarasa zaidi ya 250 umeyajenga ndani ya jimbo letu jipya la Kivule. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, maji, leo hii umejenga tenki kubwa la maji la lita milioni 9. Lakini kabla ya hilo ulijenga la lita milioni 2 lile tenki la Pugu Moto. Lakini pia ulijenga tenki la lita milioni 6 tenki la Kibamba Kisarawe. Lakini leo hapa majirani zetu Pugu Bangulo umejenga tenki la
lita milioni 9 lenye thamani ya bilioni 35. Maji hayo tayari yamekwisha ingia Kitunda, yamekwisha ingia Mzinga, yamekwisha ingia Kipunguni. Imani yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tumekubaliana kwa sauti moja tukapiga kura nyingi kata 3 zilizobaki kwa mujibu wa ilani yako Chama cha Mapinduzi, uende ukatuletee maji safi na salama. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, maji yalikuwa 0%, leo 42% ndani ya jimbo jipya la Kivule. Piga makofi mengi kwa Mama Samia. Lakini ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan, Kivule tulikuwa ni ndoto kuona barabara za lami. Leo nimesimama mbele yako, umetaja barabara kwa barabara ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Barabara ya Pugu kupita pale Viwege njia 4 frame 10 mpaka Msongola ipo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Piga kelele nyingi kwa Mama Samia. Lakini barabara ya kutokea Kitunda mpaka Mwanagati Buza kwa Mparange umeweka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kiwango cha lami. Lakini barabara kutokea Banana Kitunda mpaka Msongola tayari mkandarasi kwa site. Daktari Samia Suluhu Hassan, umeleta fedha zaidi ya bilioni 135 ndani ya wilaya yetu Ilala. Nasi watu wa Kivule tunakushukuru sana. Mungu wetu wa mbinguni akubariki sana. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, leo hii ulipokuwa ukiapishwa kwa mikoa na wakuu wa wilaya na wakurugenzi uliotuletea, ulielekeza kuziba mianya na kuleta fedha nyingi za halmashauri. Leo tumetoka bilioni 75, tumekusanya bilioni 130. Hayo ni maelekezo yako na nyenzo za kukusanya fedha. Hapa niliposimama mbele yako, tayari umetugia fedha bilioni 8 za Kitanzania kwa ajili ya vijana wenye ulemavu, akina mama na wajasiriamali, vijana bodaboda na bajaji. Nani kama Samia? Mama Samia oye! Mama, nakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Sisi tunakwenda kupiga kura nyingi za kishindo. Na wale wanaopiga kelele, Mheshimiwa Rais, ukipata nafasi, ile nyimbo aliyokuwa akipenda Mzee Medi Mkali, wacha wapige mayowe, tarehe 29 watayaona wenyewe. Sisi tunakwenda kupigia kura nyingi za kishindo. La kwangu moja aliniambia nikumenyezee, angalau ikikupendeza tupate soko moja Kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Namwombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan, najiombea kura mwenyewe Masaburi na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Karibu sana jiji la Dar es Salaam. Karibu sana Ilala. Ilala hii ina majimbo 4. Ilala ina kata 36. Wana Ilala tunakukaribisha sana mama. Mheshimiwa mgombea, kwa majina naitwa Amina Good Saidi, mgombea ubunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mgombea, naomba nikushukuru sana kwa yale uliotufanyia wana Ilala. Naomba nikushukuru kwa kutuletea viwanda katika wilaya yetu ya Ilala. Tumepata viwanda vikubwa 3, viwanda vidogo 10 na viwanda vya kati 31. Vile vile tumepata viwanda vidogo kabisa 662. Hii imepelekea wana Ilala na viunga vyake kuweza kupata ajira na kuleta ongezeko la kipato kwa vijana na mama zetu. Vile vile Mheshimiwa mgombea, niweze kukushukuru kwa kuweza kutuletea ongezeko la masoko 10 kutoka masoko 31 mpaka 41. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Vile vile mama yangu, tutakuwa watovu wa fadhila tusipokushukuru wanawake kwa kuweza kutuletea nishati salama. Wanawake sasa hivi tunatumia nishati salama. Tumeepukana na maradhi yaliyokuwa yakisababishwa na kuni pamoja na moshi mkali. Wanawake sasa hivi wa mkoa wa Dar es Salaam na hususan Ilala tunatumia nishati salama. Mama lishe pamoja na baba lishe. Na mimi nikiwa kama balozi na kinara wa kuunga sera yako ya nishati salama kupitia taasisi yangu ya Amo Foundation, nimeunga jitihada zako
kwa kuleta mitungi ya gesi kuwapatia mamalishe na babalishe wapatao 10,000 katika wilaya ya Ilala. CCM oye! Mama Samia oye! Mheshimiwa mgombea, nichukue shukrani nyingi sana na nikupe ahadi. Wanawake hawa unaowaona, wana Ilala hawa unaowaona, wamenituma yafuatayo. Wao sio watovu wa fadhila, wao sio watovu wa shukurani. Ifikapo tarehe 29, tunaizungumzia Jumatano ijayo, tutaenda kukupa kura za kishindo, tutaenda kukupa kura za heshima, mama yetu, mgombea wetu. Pia vile vile niwaombee wabunge wote wa wilaya ya Ilala, niwaombee na madiwani wote. Msiende kumletea mama magunzi, muende mkamletee mama wabunge wote pamoja na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi, ili mama aweze kutuletea yale mazuri alotuahidi kwa siku zake 100. CCM oye! Jina langu naitwa Rahma Riyadhi Kisuo, mgombea ubunge wa NGOs kupitia Umoja wa Wanawake wa Tanzania. Mgombea wetu, karibu sana Ilala, na Ilala hapa ni nyumbani. Mgombea wetu Rais, nianze kutoa shukrani zangu za dhati kwako. Tangu uanze uongozi wako, sekta yetu ya NGOs imeshuhudia mageuzi makubwa ya kihistoria. Leo mashirika yetu yameimarika, yanafanya kazi kwa ufanisi na yanatambuliwa kama wadau wakuu wa maendeleo ya taifa. Mama, tunashukuru sana kwa uongozi wako wenye maono. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeweka malengo kwenye NGOs ya kuanzisha Non-Governmental Basket Fund ili kupunguza utegemezi na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na kwa maelekezo yako, mchakato umeanza. Watu wa NGO wamefurahi sana, maneno hayatoshi. Mambo yanakwenda vizuri, tunashukuru sana kwa uamuzi huu wa kimapinduzi katika sekta yetu. Pia tunakushukuru kwa kutambua mchango wa sekta hii hadi kufikia hatua ya kushirikishwa kwenye Tume ya Taifa ya Masuala ya Kodi. Hii ni ishara tosha kwamba wewe ni kiongozi unayetambua umuhimu wa ushirikiano, mdau kubwa wa sekta na muungwana. Wewe ni mwananchi mwenzetu, tunakuhusudu mno. Samia oye! Daktari Samia, tunakuahidi ushirikiano wa dhati na kudumu. Usiwe na wasiwasi, tupo nyuma yako bega kwa bega. Nimetembelea mikoa mingi katika kipindi hiki cha kampeni, hapa kwetu Dar es Salaam, Morogoro, Tanga, Dodoma, Arusha na Pwani. Nimezungumza na wanawake na vijana, nimezungumza na NGOs, na kiasi kikubwa ulichotuheshimisha sekta. Tunakuhakikishia kura nyingi za kutosha, hilo ni la uhakika. Vijana umetutuma kazi, tunakwenda kufanya kazi. Lakini pia tunakuomba mama, ukipata wasaa na nafasi, ukutane na sekta hii kwa mazungumzo ya kina, tuseme raha na changamoto zetu. Sambamba na hayo, tunakushukuru kwa kututoa hofu. Wanawake na vijana wa mkoa huu tarehe 29 tunatoka kwenda kupiga kura. Madebe matupu hayatushughulishi. Kwa heshima kubwa, naomba nichukue nafasi hii rasmi kukuombea kura kwa wananchi wenzangu wote. Ndugu zangu, kwa unyenyekevu mkubwa, binti yenu na wajia na muombea kura ya ndio mgombea wetu wa urais Daktari Samia Suluhu Hassan. Pamoja na hayo, naomba niwaombee kura wabunge na madiwani wote wa mkoa huu na Tanzania nzima. Mwisho kabisa, nawaomba vijana wenzangu, tuwe walinzi wa amani ya nchi yetu. Kumbukeni, kubomoa ni rahisi kuliko kujenga. Hakuna tuzo kwenye kubomoa. Tusiruhusu majito kuwa tamati yetu. Tulinde amani na tushikamane. CCM oye!